pale ambao ungependa kuwaachia vijana pale, watu ambao wako pale mtaani, watoto ambao wanakusikiliza pale, kuhusu kujilinda pale dhidi ya kichocho? Sawa kabisa. Ndio. Kitu cha kwanza ningependa kuwahimiza watu wote tuweze kuzingatia hali ya usafi. Ndio. Kwenye tumesema sanitation ndio ni mtu kwenda kukojoa kwa maji ama kunywa kwa maji. Yes. Tuhakikishe watu wote kinyesi na mikojo inawekwa mahali inavyostahili, ikiwa ni kwa choo. Yes. Choo ambayo ni salama. Watu waepuke kukojoa kwa maji, watu waepuke kunywa kwa maji. Cha pili, ndio, kuna dawa tunazosambaza. Yes. Kwa watoto wote kuanzia siku ya kesho hadi Jumatatu. Ni siku 5 tu. Watoto wote wenye umri wa miaka 5 hadi 14 wanahimizwa waweze kumeza hizo dawa. Ndio. Cha pili, ugonjwa huu una madhara kwa watu wote kwa jumla. Yes. Na maybe ningependa kuyataja kidogo. Madhara venye tumesema, maumivu makali sana ya tumbo. Yes. Kumbuka hizo viini, utakuwa unakojoa damu saa zote, utakuwa unaenda choo yenye kuna damu, utajipata uko na ugonjwa wa anemia. Ndio. Ugonjwa damu imepungua kwa mwili wako. Kwa sababu kulingana na ugonjwa, haya ni madhara ya ugonjwa. Cha pili, kwa wamama, ndio, kuna kitu inataga female genital cystosomiasis. Ni hivi venye tumesema, ugonjwa unapenda kwenda kwa kibofu cha mikojo. Ndio. Ukienda kwa kibofu cha mikojo, kumbuka hizi minyoo zinazidi kuongezeka kila uchao. Ndio. Venye ni ya kike na kiume. Unaweza kuta kama asubuhi zilikuwa 50, jioni zimefika 70, ama jioni zimefika 200. Ndio. Zinaangalia kukula ule ukuta, zinaanza kwenda kwa maeneo mengine karibu. Kama iko na figo karibu, zinaanza kwenda kwa figo. Kama ziko na maini, zinaanza kwenda kwa maini. Ukuta kwa muda unakuta mtu maini yake yameharibika, figo zimeharibika, au kama ni kwa mama, unakuta njia yake ya uzazi inaanza kuharibika pia, kwa sababu zile minyoo zimekula kibofu cha mikojo. Ndio. Kwa sababu si mingi, zinang'ang'ania chakula, zikaanza kutoka nje pia. Sasa unakuta mama kama huyo anashangaa, mbona saa zote ana maumivu makali ya tumbo, anatoa damu akienda kujisaidia, ama anakuwa na maumivu makali sana kwa wale wanaelewa mambo ya kiutu uzima. Ndio. Wao unaanza kudhani eti maybe ni UTI inamsumbua. Sasa watu wengi unakuta hata kwa madaktari wetu huwa si rahisi mtu kukweli kichocho. Anamuuliza, una maumivu sana kali ya tumbo, ulianza kukojoa lini, unatoa nini? Anaona hiyo ni UTI. Ndio. Kumbe kuna kichocho pale. Yes. Kwa wanaume vile vile inawaletega kitu inatoka infertility. Baada ya muda siko pale kwa kibofu cha mikojo, inaanza kushuka chini kwa sehemu zako za nyeti za wanaume, inaanza kukula ile mikanda. Ninatumia mikanda kwa sababu zile pipe. Yes, inaingia kule kwa prostate, inakula prostate. Unashangaa mbona makombo yanatoka flat? Kumbe kuna kitu tayari kishaingiza so iko na madhara mengi. Yes, unapata mtu infertility, maini yameharibika, unakuta kama ni mwanamke hiyo hali inamsumbua mpaka inaanza kuleta issue kwa ndoa, ni kichocho. Yote kwa hivyo ningependa kuhimiza wananchi kwa jumla, tukue na hizo tabia nzuri za kuhakikisha ukiwa na shida uende hospitalini. Usingoje eti uanze kusema maybe itaisha. Hapana, tuweze kuzingatia hizo. Naona umenijibu yale maswali yangu yote matatu kwa pamoja. Nishayacombine. Umeyacombine yote pale. Kwa hivyo